Naam, karibu sana mwanahabari katika chaneli yako hii ya YouTube kupata taarifa mbalimbali zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Niite Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Sasa ni kawaida yetu kukuletea mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kule nchini Marekani, Iran pamoja na Israel na mzozo wao wa kivita na yapi ambayo yanaendelea huko. Sasa leo taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba Mojtaba Khamenei kumrisi baba yake kama kiongozi mkuu wa Irani, huku bei ya mafuta ikiweza kupanda kutokana na kile ambacho kinaendelea huko. Lakini taarifa ambazo tuko nazo leo ni kwamba Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 alionekana kuwa na ushawishi nyuma ya pazia na ameshutumiwa kwa kuwa na mkono katika uchaguzi wa rais, kuongoza wanamgambo wa Basiji na kudumisha uhusiano wa karibu na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Licha ya ripoti ya uvumi kuhusu ushawishi wake mkubwa, hajashikilia wadhifa wowote rasmi katika Jamhuri ya Kiislamu, huku baba yake Ali Khamenei na mtangulizi wake mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Ruhollah Khomeini walikosa urisi katika muktadha wa utawala wa kifalme wa Pahlavi ambao ulipinduliwa katika mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Mnamo mwaka 2019, Mojtaba Khamenei alizinishwa na Marekani kama sehemu ya kundi la watu ambao wameteuliwa na kuchukua hatua kwa niaba ya kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei. Katika wiki iliyopita na tena mapema leo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema alitaka kuchukua jukumu katika uteuzi wa kiongozi mpya mkuu wa Irani, ingawa aliashiria kwamba angekuwa wazi kwa mtu anayehusishwa na uongozi wa zamani unaochukua madaraka. Aliweka wazi upinzani wake kwa mtu huyo kuwa Mojtaba Khamenei ambaye amethibitishwa tu kuwa mrithi wa baba yake. Mwana wa Khamenei hakubaliki kwangu, Trump alisema mapema wiki hii, na saa chache tu zilizopita alisema kwamba bila idhini yake yeyote atakayechukua nafasi hatadumu kwa muda mrefu. Israeli ilitoa onyo kabla ya mwana wa pili wa Khamenei kuthibitishwa kuwa kiongozi mkuu mpya, ikisema kwamba itaendelea kumfuatilia kila mrithi wa marehemu Ayatollah. Mojtaba Khamenei alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1969 katika mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad. Mojtaba ni mtoto wa pili kati ya watoto 6 wa Ali Khamenei. Alipata elimu yake ya sekondari katika shule ya kidini ya Alavi huko Tehran akiwa na umri wa miaka 17. Mojtaba alihudumu jeshini kwa vipindi vifupi kadhaa wakati wa vita vya Irani na Iraki, kulingana na vyombo vya habari vya Irani vilivyoweza kuthibitisha hivyo. Mgogoro huo wa mwagaji damu wa miaka 8 ulifanya serikali hiyo kuwa na mashaka zaidi na Marekani na Magharibi ambazo ziliunga mkono nchi ya Iraq. Mwaka 1999 Mojtaba alienda Qom, mji mtakatifu ambao unachukuliwa kuwa kitovu muhimu cha theolojia ya Shia, ili kuendelea na masomo yake ya kidini. Inafahamika kwamba hakuwa amevaa mavazi ya kikasisi hadi wakati huu. Tofauti na baba yake, Mojtaba kwa kiasi kikubwa amejificha. Hajawahi kushikilia wadhifa wowote wa serikali wala kutoa hotuba za hadharani au mahojiano. Ni idadi ndogo tu ya picha na video zimeweza kuchapishwa. Hata hivyo, kuna uvumi wa muda mrefu kuhusu ushawishi wake kama mlinzi wa lango la baba yake. Mitandao ya kidiplomasia ya Marekani ambayo ilichapishwa na mwishoni mwa miaka ya 2000 ilimtaja kama nguvu iliyo nyuma ya pazia, ambayo ilichukuliwa sana kama kiongozi mwenye uwezo na nguvu ndani ya utawala, kulingana na Associated Press.
Taarifa kutoka kwa bunge la wataalamu ilisomwa kwa sauti na mtangazaji kwenye TV ya serikali kuwa licha ya hali mbaya ya wakati wa vita na vitisho vya moja kwa moja vya maadui dhidi ya taasisi hii maarufu, na licha ya kulipuliwa ofisi zake za sekretariat ya baraza la wataalamu na kusababisha vifo vya wafanyakazi kadhaa na wanachama wa timu yake ya usalama, hawakusita hata kidogo katika mchakato wa kuchagua na kuanzisha uongozi wa mfumo wa Kiislamu. Mtangazaji kisha akapaza sauti na kusema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khamenei ndiye kiongozi. Baraza la wataalamu la Iran limemchagua Mojtaba Khamenei kuchukua nafasi ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, vyombo vya habari vya serikali viliweza kuripoti hivyo. Naam, mwanahabari, nikushukuru sana. Hizi zilikuwa ni taarifa kutoka kule nchini Iran, ambapo nchi hiyo imeweza kumteua Mojtaba Khamenei kuchukua nafasi ya baba yake ambaye aliweza kufariki kutokana na mashambulizi ya dhidi ya Marekani, Israeli pamoja na nchi hiyo ya Iran. Hivyo sasa kula zikaweza kupigwa na uchaguzi ukaweza kuendelea na kuchaguliwa huyu kwa kuwa kiongozi baada ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kuweza kufariki. Sasa nafasi hii ya uongozi katika nchi hiyo ya Irani kuweza kuchukuliwa na wanamuita Mojtaba Khamenei ambaye alizaliwa Septemba 8 mwaka 1969. Nikushukuru sana mwanahabari, na wewe ambaye umeendelea kuifuatilia hii kuwa sehemu yako pendo kupata taarifa zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi hii ya Tanzania. Si mwingine niite Presenter Junior, na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina langu la ziada, ni kwage na nikutikie siku njema. Bye bye.